Actually na mwakilishi mmoja tu ambaye amebakia katika michuano ya CAF ambayo ni michuano ya shirikisho, Simba Sports Club. Kesho atakuwa na kibarua dhidi ya Al Masry. Mtazamo wako juu ya mchezo mpaka sasa hivi? Simba ndio timu kubwa Tanzania. Kwa hiyo kama kuna timu nyingine inajinasibisha na ukubwa na hasa kwenye game za kimataifa, inabidi watumie Simba kama role model. Hawa watu wamepitia mambo mengi sana kwenye michezo hii ya kimataifa, wanazijua siasa za barani Afrika, lakini pia wanaheshimu ubora. Ndio maana kila kukicha wamekuwa wakitengeneza timu yao. Najua Simba alifungwa bao 2-0 kule Misri. Kwangu mimi Simba alikuwa na siku mbaya tu ofisini ambayo inaweza katokea kwako, inaweza ikatokea kwangu. Unaweza ukawa mfanyakazi hodari na mfanyakazi bora, lakini usiweze kufanya vizuri kwenye baadhi ya siku. Kwa hiyo kwangu mimi hata mtu yote ukienda retrieve zile statistics zitakuonyesha kwamba Simba alidominate karibu kwenye kila kitu, lakini kwenye mpira wakati mwingine huwa kuna siku mbaya. Sasa hii ni mechi ya kujilipua kwa mnyama Simba kwa sababu hana cha kupoteza. Hii ni mechi ya kushinda zaidi ya mabao mawili at the same time, kuhakikisha kwamba unajilinda usiweze kuconcede bao. Kwa hiyo kocha Fadlu atakuwa na mtihani mzito kwa sababu anapaswa kutengeneza balance ya timu yake kuhakikisha kwamba Simba anavuka kuelekea hatua inayofuata. Kwa kutazama quality ya timu yao na wachezaji na aina ya mpinzani wanaocheza nao, Al Masry si kwa kudharau uwekezaji wao mkubwa ambao wameweka na uongozi wao wa mabao mawili, lakini hii ni timu ambayo ni saizi ya Simba kuweza kupambana na kuhakikisha kwamba wanavuka kuelekea kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pengine kuna mabadiliko ya kifundi ambayo kocha Fadlu lazima angalie na aone namna gani anaweza kaboresha. Kwangu mimi nafikiri Mkwala anapaswa kuanza kwenye mechi kama hii. Mkwala bado hajawa regular kwenye kikosi cha Simba. Sijaona hata mechi sijaona mfululizo wa yeye kuwa sehemu ya kikosi cha kwanza hata kwenye michezo 3-4. Kwa hiyo mara nyingi sana Lionel Ateba amekuwa chaguo la kwanza. Si mchezaji mbaya, lakini kwenye mechi kama hizi sometimes unahitaji mchezaji ambaye nafasi chache anazozipata, akipata 2 moja inaweza ikawa bao. Na kujaribu kuangalia uwiano wa dakika walizocheza kati ya hawa wawili, nadhani Mkwala ana wastani mzuri kuliko Lionel Ateba, ingawa haiondoi pia ubora wake. Yako aina ya magoli ambayo ameyafunga Ateba na kuonyesha quality aliyokuwa nayo. Nilimuona Elie Mpanzu ni moja kati ya wachezaji kwangu mimi Suni atakuwa mfalme pale Msimbazi, lakini nafikiri kwenye mechi ya kwanza alikuwa na ile tabia ya wachezaji wakubwa. Wachezaji wakubwa wengi duniani wamejaa ubinafsi na kujiangalia wao. Nadhani kuna nafasi kama 2 hivi ambazo Elie Mpanzu angeacha ubinafsi, angetaka kucheza na wenzie kama timu, Simba angeweza kupata bao kule ugenini. Kwa hiyo kwa sababu ni mchezaji mkubwa na watu wa benchi la ufundi wakiongozwa na kocha Fadlu wanajua, watakuwa wametazama ile mechi, wameangalia mapungufu, na hisi hilo linaweza likawa moja kati ya vitu ambavyo watakuwa wamezungumza na mchezaji kwamba yeye more of team kuliko kuonyesha individuality, uwezo wa mchezaji binafsi. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini naiona ni safari ambayo Simba anaweza akapavuka hapa, kwa sababu huyu ni mpinzani ambaye kwenye mizania ya Simba anapaswa kuqualify kupitia yeye.